Bid'a kama bid'a zipo mbalimbali. Kuna bid'a ndani ya swala, kuna bid'a katika mazishi, katika ibada mbalimbali kuna bid'a zimewekwa. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah ana kitabu chake kinaitwa Qamusul Bid'a, amekiandika takriban ndani ya miaka 10. Kitabu kikubwa, mujallad mmoja, Qamusul Bid'a, kaeleza mambo mbalimbali ya bid'a ambayo yamezuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shatibi rahimahullah, ambaye ni mmoja miongoni mwa maimam wa madhhabul Maliki, Al-Imam Shatibi ambaye ndio jina maarufu, lakini yeye kama yeye anaitwa Ibrahim ibn Musa Al-Lakhmi Al-Gharnatus Usuli, ni mmoja katika wanachuoni wa usul wa ilmu ya usulul fiqh. Usuli al-Maliki, mwanachuoni wa miaka ya 790 Hijiria, maarufu Ash-Shatibi. Katika kitabu chake Al-I'tisam, mujalladi wa kwanza, ukurasa wa 37, anaihadithia bid'a. Anasema ya kwamba البدعة الطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. نهي تعريف إمام الشاطبي رحمه الله ukaiweka mezani, ukaanza kuchambua neno moja moja, ndio unakuta baadhi ya watu wameingia katika hiyo taarifu. Anasema ya kwamba albid'a, nini maana ya bid'a? Hapa anaelezea bid'a katika upande wa kisheria. Anasema at-tariqatun fi ad-din mukhtara'a, ni njia, ni utaratibu, ni mfumo katika mambo ya dunia. Hapana, fi ad-din, at-tariqatun fi ad-din mukhtara'a, ni mfumo fulani, njia fulani mukhtaraa, iliyozuliwa. Hiyo njia imezuliwa, imezushwa, imeanzishwa fi dini, katika mambo ya dini. Kwa nini hakusema katika mambo ya dunia? Mambo ya dunia mwanadamu yupo huru, amepewa nafasi ya sheria kufanya lolote analotaka, maadamu asendi kinyume na Qur'ani na Sunna na ijmaa. Mambo ya kidunia, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba antum a'lamu bi umuri dunyakum, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, nyinyi katika mambo ya dunia
nyinyi ndio wajuzi zaidi, mlango upo wazi. Lakini kwenye masala ya dini kuna mipaka, na ndio lile kundi ambalo lipo wanajiita alquraniyuna. Wao wanajiita ya kwamba ni watu wa Qur'ani. Mambo mengine tofauti na Qur'ani usiwaambie, jambo ambalo halimo ndani ya Qur'ani wanakwambia kwamba hapana. Waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha, nani mkweli zaidi ya Allah? Hamna. Ni kitabu gani ambacho kinasema kweli tofauti na Qur'an? Hamna. Kwa hiyo wanakuambia kwamba tunatosheka na yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah, Qur'aniyuna. Usiwaambie mambo ya hadithi. Hao wanajisumbua. Hauwezi ukaishi, huwezi ukafanya ibada bila kufuata hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani na Sunna ni vitu viwili mutalazimaini, vipo pamoja, haviachani hata kwa sekunde. Uwezo ukasema ya kwamba mimi natosheka na Qur'ani peke yake, wewe utakuwa ni muongo. Utaswalije? Mwambie wewe ni Muislamu, ndio. Wasema wewe ni Qur'ani tu, ndio. Utaki hadithi usiniambie. Suna swali alfajiri we, naam. Rakaa ngapi? Rakaa 2. Nionyeshe ndani ya Qur'ani kuswali rakaa 2. Hatopata aya. Ili upate usahihi wa rakaa 2 katika alfajiri, lazima urejee katika sunna. Tumeswali magharibi rakaa 3, tumepata wapi? Ni kwenye sunna. Kwa hiyo mwanadamu kama mwanadamu ni lazima, sio khiari, lazima aendeshwe na muongozo sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio aliyeteremshiwa Qur'ani, yeye ndiye anaifafanua Qur'ani kwa vitendo. Amekabidhiwa swala, yeye ndio anapita mbele, anaswali. Maswahaba radhiyallahu anhum wanamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam namna anavyoswali. Katika hadithi ya Abu Juhaifa radhiyallahu anhu warda, kaipokea Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake, anasema ya kwamba sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nikiswali. Kwa hiyo mfumo wa ibada ya swala tunautoa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mambo ya hija, ibada ya hija, namna gani utafanya ibada ya hija? Kwamba atakiwa uanzie Mina, baada ya Mina uende Arafa, baada ya Arafa nenda Muzdalifa, baada ya Muzdalifa utarejea Mina Jamarati. Siku ya Idi utupe mawe 7 kwenye guzo kubwa limoja. Siku ya tarehe 11, 12, 13 ayamu tashriq utupe kwenye maguzo 3. Nani anayekuelekeza? Ni sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni pote ambalo ni potovu, ambalo linajiita kwamba wao ni watu wa Qur'ani tu. Kwa Shatibi, al-Imam Shatibi rahimahullah anasema al-bid'a hiya tariqatun fi ad-din mukhtara'ah,
ni njia, ni mfumo fulani uliozuliwa katika dini.